Siku chache zilizopita kocha mkuu wa Yanga Pedro Gonçalves amesema hafurahishwi na namna wachezaji anawapa nafasi ya kucheza kisha wanashindwa kuonesha kupambana kwao, huku akiwataka kuacha kuridhika. Hiyo ilikuwa baada ya kushinda mabao 2-0 dhidi ya Cosmopolitan katika hatua ya 64 ya kombe la shirikisho FA. Lakini sasa baada ya ushindi wa 1-0 ugenini dhidi ya Namungo, Pedro amekuja na jipya, akilia na washambuliaji kushindwa kutumia nafasi licha ya kutengeneza na kutawala mchezo, huku akimtaja Alan Okello. Yanga juzi ilikuwa ugenini ikicheza dhidi ya Namungo katika mechi ya ligi kuu kwa kupata ushindi wa 1-0 lililofungwa kwa mkwaju wa penalti na Laurindo Aurelio Depo kwenye uwanja wa Majaliwa Ruangwa mkoani Lindi, likiwa ni bao lake la 4 kupitia mechi 3 za ligi alizocheza. Akizungumza na moja ya chombo cha habari, Pedro amesema anashukuru amepata pointi 3 kama mipango yao ilivyokuwa, lakini hajaridhishwa na utumiaji wa nafasi kwa safu ya ushambuliaji ya timu hiyo, huku akimtaja Okello kuwa licha ya kufanya kazi kubwa ya kukimbia eneo kubwa la uwanja na kutengeneza nafasi nyingi, lakini alishindwa kufunga. Nikimnukuu, amesema haukuwa mchezo rahisi, tumekutana na timu nzuri ambayo benchi lilikuwa na mbinu nzuri pia, lakini mchezo ulikuwa wazi zaidi upande wetu. Wachezaji walijitahidi kufika mara kwa mara katika lango la wapinzani, lakini walishindwa kutumia nafasi. Shida hii haijaanza juzi wala jana, ipo na nimekuwa nikiifanyia kazi. Sitaacha kufanya hivyo, nitaendelea mara kwa mara. Naamini itafanya kazi kwenye mechi zilizo mbele yetu. Mfano, Okello alikuwa bora sana akikimbia eneo kubwa la uwanja na kutengeneza nafasi nyingi, lakini ameshindwa kuzifanya yakawa mabao. Mwisho kunukuu. Pedro alisema ushindi alioupata umeongeza morali kwa ajili ya mechi zilizo mbele yao, lakini ana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha nafasi zinazotengenezwa zinazaa mabao, kwani katika kupambania kutetea taji lao lazima wawe imara kila idara, hasa katika ufungaji wa mabao ya kutosha. Nikimnukuu, anasema ushindani ni mkubwa, mabao mengi yanaweza kutupa taji kulingana na idadi ya pointi tunazokusanya katika kila mchezo, hivyo ili tuwe bora na kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kutetea mataji tunatakiwa kushinda kwa idadi kubwa ya mabao. Mwisho kunukuu. Akizungumzia mechi ya kesho Jumatano dhidi ya JKT Tanzania kwenye uwanja wa KMC Complex, Pedro alisema hautakuwa mchezo rahisi, kwani wanakutana na timu bora yenye uwezo mkubwa kutumia nafasi, pia inaongoza msimamo wa ligi, hivyo wanahitaji kuwa bora ili kuchukua pointi 3 dhidi yao ili irejee kileleni kabla ya dabi ya Kariakoo itakayopigwa Jumapili hii huko visiwani Zanzibar. Nikimnukuu, amesema tunakutana na mshindani mkubwa ambaye amefanya kazi nzuri hadi amesimama wa kwanza kwenye msimamo. Mbinu bora na wachezaji bora ndio watakaoamua hatima ya kuongoza ligi, kwani naamini tukipata matokeo dhidi ya mpinzani huyo tunaweza kuongoza ligi kwa idadi ya mabao, jambo ambalo nimetoka kulizungumza kuwa ni muhimu. Kucheza na mpinzani bora inaongeza ubora kwa wachezaji na mbinu baina ya benchi na benchi. Natarajia mchezo mzuri na wa ushindani kutoka kwa wapinzani wetu. Ninafanya kazi ya kusawazisha makosa kabla kuivaa timu hiyo. Mwisho kunukuu. Yanga inayoshikilia taji la ligi kuu kwa msimu wa 4 mfululizo kwa sasa ipo nafasi ya pili katika msimamo ikikusanya jumla pointi 25 baada ya kucheza mechi 9, ikishinda 8 na kutoka sare 1, na kesho itaikaribisha JKT Tanzania inayoongoza msimamo ikiwa na pointi 28. Katika mechi za msimu uliopita za ligi, Yanga ilishinda mechi 1 na nyingine iliyokuwa ya kwanza ikiisha kwa suluhu kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo.